mtazamaji wa Angel Updates, na hizi ni Angel Updates kutoka hapa Angel TV. Ni Sylvia Philemon. Mifuko ya mbolea zaidi ya 2,000 imekamatwa ikiwa inafanyiwa ufungashaji. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea NFRA kanda za nyanda za juu kusini imekamata mifuko zaidi ya 2,000 ya mbolea ikiwemo mbolea iliyosajiliwa kutumika nchini Zambia ikiwa inafanyiwa ufungashaji upya kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa wakulima katika halmashauri ya mji Tunduma wilayani Momba mkoani Songwe. Mbolea hii imekamatwa kufuatia ukaguzi maalum uliofanyika mwishoni mwa mwaka 2025 na mamlaka ya udhibiti wa mbolea kanda ya nyanda za juu kusini, ambapo afisa wa udhibiti ubora wa mbolea Henrico Lenatus amesema walibaini kuwa kulikuwa na udanganyifu unaofanyika katika moja ya godown lililokuwa na shughuli ya kufanya ufungashaji upya wa mbolea bila kibali cha serikali. Mbali na kufanya ufungashaji bila kibali, lakini tayari wakulima zaidi ya 600 wameuziwa mbolea ambayo si sahihi. Hali hii inaibua mkuu wa mkoa wa Songwe Jabil Makame na kumwagiza kamanda wa polisi kufanya ufuatiliaji ili kuwanusuru wakulima dhidi ya madhara wanayoweza kuyapata kutokana na mbolea hiyo. Nikiripoti kutoka katika eneo hili ambalo ni la godown lililokuwa likifanyiwa shughuli za ufungashaji wa mbolea hizo upya, Sylvia Philemon, Angel TV, Songwe. Kama mamlaka tumekuwa tukifanya hizo operation na mwaka huu mwishoni tumekuwa na watu ambao tulishirikiana nao katika kupata taarifa za nini kinaendelea hapa Tunduma. Katika kufanya hivyo tumeweza kubaini kwamba katika godown hili la Tunduma kulikuwa na udanganyifu unafanyika, ambapo kulikuwa na mbolea ambazo zinafanyiwa ufungashaji upya ambao sio sahihi. Hapa kulikuwa na mifuko 1479 ambayo ni mifuko ambayo haina kitu ndani, lakini juu imeandikwa NPK 1172, lakini kumbe kinachowekwa ndani ni tofauti. Kuna mbolea ambayo inatumika kwa ajili ya tumbaku inaitwa NPK 101824 ndio ambayo ilikuwa inafungashwa upya kutoka udanganyifu huo umefanyika. Lakini pia huyu mwenye godown hapa Tunduma ametuambia kwamba zilikuwa zimeingia gari 9 na hizo mbolea zote alikuwa ameshaziuza, zimebaki kama gari moja hapa. Lakini pia ndani yake kuna mbolea ambayo ni NPK inaitwa D compound NPK 102010, kwa maana yake imeandikwa kama kwa matumizi ya nchi ya Zambia. Kwa hiyo alikuwa ana kibali vya kufanya hivyo kuiuza hapa nchini. Lakini hata hizo mbolea nyingine ambazo alikuwa akifungasha zilikuwa sio mbolea za kutumika kwa ajili ya kilimo cha mazao haya kama mahindi. Kwa tutaendelea na utaratibu kuona aliziuza wapi na watu gani aliwauzia. Kwa jinsi ambavyo tumebaini ni kwamba ufungashaji huo waliofanya umefanikia hapa, kwa sababu kuna mifuko ambayo tumeikamata haina kitu. Lakini pia kwa jinsi ambavyo upelelezi ulikuwa unaenda ni kwamba ile godown ilikuwa imefungwa, lakini kulikuwa kuna watu wanafanya hiyo shughuli. Itumike kama material ya kuweza kutengeneza mbolea nyingine, lakini wao wakaichukua sasa, badala ya kwenda kutumia kama material ya kutengeneza mbolea nyingine, wakaribeki kwa ajili ya kuzalisha hii kitu ambacho tunakiona hapa. Kwa hiyo kilichoandikwa ni tofauti na kile kilichopo ndani, lakini tayari ziko mbolea ambazo zimeuzwa kwa wafanyabiashara wengine. Mwenyewe anasema zimeuzwa kwa wakulima karibia mifuko 100 unasema 600. Hao wakulima wote ambao wamenunua mifuko 600, maana yake wanaenda kutumia kitu ambacho tofauti kabisa na vile matarajio yao wanayoyatarajia. Kwa hiyo sasa amefanya ribegi, hana vibali, lakini licha ya kufanya ribegi lakini anadanganya, maana yake anachakachua nini mbolea. Sasa ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali katika mkoa wetu wa Songwe. Mkoa wa Songwe ni mkoa wa kilimo, wananchi maisha yao ya kila siku wanategemea kilimo, lakini shughuli zao za kila siku, uchumi wao unategemea kilimo. Tukiwachakachua kwenye mbolea, manake tunawahatarishia maisha yao. Lakini mtu wa TAKUKURU usiwe mbali na hili jambo, kufuatilia kwa karibu katika kila hatua ili kuhakikisha kwamba tunaona haki inatendeka, ili iwe fundisho kwa wafanyabiashara wengine, sio tu wa mkoa wa Songwe, pia pamoja na watu wengine ambao wana nia ya kutaka kufanya haya wanayofanya. Lakini RPC wasiliana na kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu haya magari ambayo yamefika hapa ni machache sana, yako mengine yako maeneo mengine. Wasiana na makamanda mengine kokote kule ambako kuna magari ambayo yamepakia hii mbolea yaweze kukamatwa ili kuweza kunusuru nchi yetu, tusiweze kusambaza mbolea hizi ambazo zinaleta madhara kwa wakulima. Kwa hiyo ameribeki
na kwa mujibu wa wataalamu huwezi kufanya zoezi hilo kama huna kibali, lakini hata kama una kibali, kile unachokiweka kwenye mifuko hiyo lazima kiwe sahihi. Kwa hiyo ameweka mbolea ambayo sio, ambayo nadhani mujibu wa wataalamu lazima kuwa na madhara kwenye matumizi kwenye kilimo. Lakini katika bodauni hii pia imekuta mbolea nyingine kwa mujibu wa wataalamu inaitwa D-compound yenye namba 10-20-10. Wanasema mbolea hii bado haijawa na kibali cha kuuzwa hapa nchini. Mbolea ambayo imetoka nchi jirani. Kwa hiyo tutafuata uchunguzi tuone imeingiaje, kwa vibali vipi, na itakapobainika, upelelezi utafanyika, hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa. Lakini sio tu, imekamatwa vitu mbalimbali ambavyo anavitumia kufanyia uhalifu huu wa kulibegi hii mifuko ya mbolea.